Wale wahalifu ndio wanajifichia wapi? Wanajifichia hapa, wanafanya vitu kwa uhuru. Wakishafanya kwa uhuru ndio yale mabaki sasa. Haya ni mabaki ya zile mita. Zile housing zake zote na zile bomba baada ya kung'oa hazipo hapa. Kwa hiyo labda kuna vitu labda wanavitafuta wao, alafu haya mengine yote wanaacha hapa sasa. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Mairoti uliopo katika kata ya Olorien, ni katika jiji la Arusha. Tumekuja hapa kuhusiana na uhalifu ambao unatendeka katika maeneo haya, hasa wizi wa mita za maji. Zaidi ya mita 19 tumezikuta zimefukiwa kwenye eneo ambalo ni la Chemba, na pembeni kuna nyumba ambayo mtu huyo haishi hapo, licha kwamba pia nyumba hiyo haijakamilika vizuri. Tumezungumza na watu wa idara ya maji, lakini tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu akieleza kwamba tatizo la wizi wa mita limekuwa ni tatizo kubwa, na usiku wa kuamkia leo mama mmoja yeye ameibiwa mita yake. Kwa hiyo kinachoonekana, sijui nini ambacho anakitaka kwenye zile mita ambazo ni dira za kuhesabu maji ambayo mtu anatumia. Kwa hiyo wanachokifanya, wanatoa zile chuma, na kuna kama kichuma fulani kiko ndani ya ile mita wanakitoa, halafu inabaki ile plastiki peke yake. Eneo hili imeelezwa kwamba ni vema AUSA wakaangalia namna bora ya kuzifunga mita hizi, ingalau wazifunge ndani, kwa sababu wanapozifunga nje mara nyingi unakuta zinaibiwa. Na sasa usalama wa mita katika eneo hili ni mdogo zaidi. Kwa hiyo wananchi wanaendelea kulia kila siku kutokana na wizi wa mita. Katika eneo hili pia ambalo ni la nyumba ambayo tumeikuta, kinachoonekana vijana hawa ni waizi, kwa sababu tumekuta pia baadhi ya kuku zimechunwa katika eneo hili. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba wanaiba kuku, wanaiba hizo mita, wakija ni kama eneo lao kama kituo hivi cha kupumzika baada ya kufanya uhalifu katika mtaa huu. Mimi naitwa Joyce. Kwanza juzi nilikuta mita kama imezungushwa. Nikamwita jirani yangu nikamwambia, "Mbona hii mita kama imezungushwa?" Akaniambia, "Mita zinaibiwa, inabidi ufanye nini ujengee." Akati sana ndo nafikiria kumtafuta fundi. Jana tumekaa paka saa 4 saa 5 tumeingia ndani. Ile mvua ilikuwa inanyesha, nafikiri ndo walikuja wakang'oa mita. Nimemka asubuhi nimekuta maji yanamwagika. Mvua sasa ilikuwa inanyesha. Sasa mimi sikuwa nimejua. Nikajua ni maji ya mvua. Kutoka hivi naangalia mita hamna. Na imeng'olewa pamoja na chuma zake. Hapana, sio chuma chakavu. Na hisi kuna ile kama shaba. Kuna ile ambayo iko kama shaba ile ambayo iko pembeni, na hisi ndio kile wanachochukua. Sababu tulivyoenda kuangalia kule mita, mimi cha kwanza nilichokifanya niliambiwa niende polisi kwanza nikaripoti. Lakini wakati naenda, kwanza kabla sijaenda nikapigia idara ya maji simu. Idara ya maji wakaniambia kuna mita zimeonekana ziko kule mtoni, hebu nenda kaangalie. Umewasiliana na mwenyekiti wako? Ndio mimi nikatafuta namba za mwenyekiti, kumpigia simu mwenyekiti. Mwenyekiti akaniambia nenda kafanya nini? Kaangalie, njoo huku. Kufika pale ndio nikakuta vile. Yaani vile jinsi nilivyoona. Na hisi kuna ile shaba ndio wanachukua pale wanaitoa, kwa sababu wametoa vile zile nani nyeupe za katikati. Kwa kweli mimi nafikiri labda tu mita zirudi ndani, kwa sababu hamna namna nyingine. Au kama wanatutolea mita nje wazijengee. Mimi nilipopiga simu nimeambiwa taratibu ni hivi, naende polisi nikaandikiwe ile report, alafu ndio niende idara ya maji. Na nilimpigia simu nilichukua namba ambazo tunazotumiwa sisi akatoa kulipa bili, ndio nilichukua namba pale. Nikamuuliza inakuaje, akaniambia unatakiwa utafute, yani wewe nenda, lakini unatakiwa utafute 83 ndio utarudishwa nini mita yako. Sasa hebu niambie kweli jamani, mimi leo naenda kuanza tena, nimeivuta maji kwa gharama kubwa. Leo tena nikatafuta 83 nirudishwe mita. Wananchi tunaumia kwa kweli. Naitwa Jacob Mkoma, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mairoti kata ya Olorien, na tuko hapa kwenye tukio ambalo linatusikitisha sana, baada ya kuona kwamba mita za maji zinaibiwa kila siku, na huu uhalifu umeanza muda mwingi sana.
japo tunapiga doria kidogo kidogo mpaka sasa hivi tunaweka kukamilisha kamati